Faisal ni miongoni mwa wachezaji ambao pia wamekuwa na kiwango bora sana, mwendelezo mzuri ndani ya mwezi Mei kutoka Azam FC ambaye pia ndio kinara wa ufungaji wa ligi. Takwimu za Faisal kama ambavyo unaziona ndani ya mwezi Mei, amecheza jumla ya mechi 6, kafunga magoli 8, hajatoa asisti hata moja, amehusika kwenye jumla ya magoli 8 na amekuwa man of the match katika michezo 3 kati ya michezo 6. Kinga mkono takwimu za Faisal ndani ya mwezi Mei. Faisal ni mchezaji mkubwa kwenye timu ya Azam na kwa Tanzania kwa jumla. Ni kiungo ambaye ameonyesha ubunifu na amekuja kuziba mapungufu ya yale ya Azam kwenye safu ya ushambuliaji. Kama tulivyomuona Okelo, basi Fei naye amekuja kwenye hilo kwamba amekuwa na mchango wa kipekee kwenye timu ya Azam na anafunga magoli, anatengeneza. Ni mzuri sana kwenye kuingia kwenye eneo sahihi na kutengeneza magoli ambayo yanawafanya Azam iendelee kupambana kubaki kwenye ile nafasi ya pili, nafasi ya tatu, ikiwa inaendelea kusubiria je, kama vile Fisi anafuza mkono kama unaweza kadondoka. Kuna mtu akadondoka pale juu naye akaja akapita akaingia. Na kwa paka sasa hivi kwa huu mwezi Mei nimeona jinsi gani kocha Ibenge ameweza kumtumia vizuri kama mshambuliaji pale, anakuwa anazunguka nyuma wa washambuliaji na amekuwa amefunga hayo magoli 8 unayaona hapo, na hajatengeneza bao lolote lakini amefunga goli 8. Kwa hiyo unaona anakuwa na sifa nyingine kwamba pamoja amepungua uwezo wa kutengeneza lakini bado amekwenda kuhamisha ule uwezo wake, amekwenda kuwa mfungaji, kwa sababu hiyo ni sanaa ambayo inawezekana positioning ya Fei hususan eneo kubwa la mwezi huu tulipomuona, kwa sababu kuna magoli amefunga kama center forward kabisa, juu kabisa. Kama goli la kwanza alowafunga KMC nadhani mechi ya juzi, unasema ni striker, magoli yote moja kama center forward. Kwa hiyo nadhani kwa sababu Ngita bado hayuko kwenye Kitambala bado nani. Kwa hiyo Azam inamtegemea mtu kama yeye ambaye ameonyesha ubunifu kusogea pale juu. Kwa hiyo nasema Ibenge amefanikiwa na mwenyewe Faisal ameendelea kujipambania na kuonyesha kile alichokuwa nacho. Kwa hiyo nadhani kwake ni kubwa. Lakini ukiangalia kwa takwimu zote kwa jumla kwa mwezi huu, hao wote watatu unagundua kwamba aliyekwenda hatua kubwa zaidi ni Okelo kwa sababu ya magoli 9 amefunga. Kwa hiyo unamuona kabisa yani jumla magoli 10 amehusika, ametoa pasi. Muone mchezaji ambaye anakwenda moja kwa moja kwenye sisi sio watu wa tuzo. Wale watu wa tuzo kuna vigezo vyao vingine vingi ambavyo wanavyo, wanaviangalia. Inawezekana hata wote watatu wasiwepo, akawepo wachezaji wengine kabisa kwa sababu wao wana vigezo vyao. Sisi maoni yetu kwa hivi tulivyoona kwa takwimu hizi.